Sasa uteuzi wa Mwigulu Nchemba kama waziri mkuu mpya unatoa taswira gani kuhusu mwelekeo wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan katika awamu hii mpya? Na je, alitarajiwa yeye kuchaguliwa? Nimemuuliza swali hilo mchambuzi wa siasa Mohamed Issa akiwa jijini Dar es Salaam. Ndiyo, alikuwa miongoni mwa ambao wanategemewa sana kwa sisi wafuatiliaji wa mambo, kwa sababu toka 2015 huyu alikuwepo kwenye kinyang'anyiro cha ugombea urais, akaja akaibuka marehemu John Pombe Magufuli. Lakini pia alikuwa anategemewa kwa hali ilivyo, ilikuwa inatakiwa sana mtu mwenye uzoefu, na huyu amekuwa na uzoefu mkubwa katika serikali, kuanzia naibu waziri wakati wa Mheshimiwa Kikwete, naibu waziri wa fedha, akaja kuwa waziri wa mifugo na uvuvi, na waziri wa katiba na mambo ya sheria, waziri wa sheria na mambo ya katiba wakati wa John Pombe Magufuli, lakini akaja kuwa waziri wa fedha toka 2021 mpaka leo. Kwa hiyo ilikuwa ni katika wategemewa wakubwa, ingawa watu wengi hawakujua hilo. Sasa uteuzi wake unatoa taswira gani kuhusu uongozi wa Rais Samia miaka mitano ijayo? Ni kweli uteuzi wa waziri mkuu katika nchi yoyote ile unatoa taswira fulani. Mimi kwa ninavyoona, kwanza inaonekana kipaumbele cha Mheshimiwa Rais kipo katika suala la utulivu na amani ya nchi, na ndio maana umemsikia waziri mkuu mteule akisema wazi kwamba yote yale ambayo tunayategemea hayawezi kutimia pasina kuwa na amani. Lakini pia ni suala la utekelezaji wa ile dira ya taifa ya 2050 pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo ameyazungumza pia waziri mkuu mteule. Na la tatu tunaloliona hapa ni suala la usimamizi madhubuti wa wafanyakazi, watumishi wa serikali. Ndio kauli iliyokuja ya waziri mkuu mteule kwamba wale wavivu, wazembe, wala rushwa atakuja na fagio pamoja na lile la kuzolea takataka. Kwa hiyo ni unaonyesha kwamba kuna msisitizo kwenye usimamizi wa wafanyakazi serikalini. Lakini la mwisho ni kwamba maono ya rais yale ya zile R4 ni wazi kabisa waziri mkuu amewekwa kwa ajili ya kutekeleza, ikiwa ya kwanza ni maridhiano. Na kuna baadhi ya watu, Mohamed, wanasema kwamba Mwigulu Nchemba ni sura ile ile kwenye serikali ile ile, hakuna jipya tunalotarajia kutoka kwake. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hilo? Ni kweli ni sura ile ile, serikali ni ile ile, lakini inawezekana ikatoa tafsiri ambayo si sahihi. Kwa sasa hivi hali ya mambo imebadilika mno. Tanzania ipo katika limbu hili tunaloliona, na haiwezekani tena mambo yakawa yale yale, wanasema business as usual. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa waziri mkuu mchapakazi, waziri mkuu ambaye atakuwa na uthubutu wa kuweza kukabiliana na hali hii iliyopo, lakini pia uzoefu mkubwa, na aweze kuisimamia serikali katika kipindi hiki kigumu ambacho serikali inapita. Na kwa hapa ni kweli kabisa uteuzi wa waziri Mheshimiwa Mwigulu Nchemba inaonyesha inatosha. Kwa hiyo ni kweli ni yule serikali ile ile, lakini mazingira yamebadilika, na kwa hivyo tunategemea mapya katika kipindi hiki kwa uteuzi wa waziri mkuu. Kesho Ijumaa, Rais Samia anatarajiwa kuhutubia bunge rasmi. Hotuba yake inapaswa kugusia mambo gani ili kuhakikisha kwamba serikali yake inaanza ikiwa na umoja na mshikamano kwa Watanzania wote? Kwanza tunategemea suala la amani na maridhiano, ikiwa ni moja ya zile ara zake 4. Ile ara ya kwanza ile ya maridhiano ya kitaifa, kurejesha matumaini ya Watanzania waliokata tamaa. Hili tunalitegemea sana, na ulimwengu unategemea pia. Hajatoa kauli ya namna gani tutatoka kwenye hali tulionayo tangu achaguliwe kuwa rais na kuapishwa. Kwa hiyo tunalitegemea hili kulisikia kesho, ili waliokata tamaa katika Watanzania waweze kurejesha tamaa yao na matumaini. Lakini pia kupata mwelekeo wa mageuzi ambayo yanapigiwa kelele na Watanzania, wakiwemo vyama vya upinzani, mageuzi kuelekea kwenye katiba mpya, sheria mpya za uchaguzi na mambo mengi ambayo yanategemewa yawe yamebadilika. Tunategemea pia suala la kurejesha matumaini kwa wawekezaji, kwamba Tanzania bado ni nchi salama kwa uwekezaji. Kwa hivyo waendelee kubaki nchini, na wale wanataka kuja waje, kwa sababu tayari kulianza kutokea hata baadhi ya wasiwasi kwamba pengine
nchi imebadilika, watu wakaondoa rasilimali zao au wasije. Lakini jingine ni kero za wananchi kushughulikiwa ipasavyo. Imeonekana wengi ambao wamefikia mpaka kuleta vurugu ni kutokana na kero walizonazo. Kwa tunategemea itolewe kauli ya Mheshimiwa Rais kuelekea namna gani serikali yake hii mpya itakavyoweza kuendea kero za wananchi. Sasa kura maalum itapigwa katika bunge la Marekani wiki ijayo, ambayo inaweza kulazimisha kutolewa kwa nyaraka zote za kesi katika uchunguzi wa madai ya unyanyasaji wa kingono uliofanywa na Jeffrey Epstein. Wabunge wa Democrats katika kamati hiyo wametoa barua pepe za Epstein, ambaye alihukumiwa na kosa la unyanyasaji, ambazo zinamtaja rais wa Marekani Donald Trump, jambo ambalo ikulu ya White House inasema ni njama ya kumharibia sifa. Barua pepe hizo pia zilijumuisha picha ya Andrew Mountbatten Windsor akiwa na mwathiriwa anayejulikana kama Virginia Joff. Mountbatten Windsor amekuwa akikanusha vikali makosa yake yote dhidi yake. Ifuatayo ni taarifa ya Alison Al ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Ni heshima kubwa kutia saini mswada huu muhimu na kuifanya nchi yetu ifanye kazi tena. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa katika hali ya kuhisi kuwa na ushindi, ila kurejelewa kwa shughuli za kawaida kulikumbwa na mzozo wa kisiasa kuhusu faili za mfanyabiashara mwenye utata Jeffrey Epstein kuibuka tena, huku stakabadhi mpya zaidi ya 20,000 zikitolewa. Trump hajawahi kukana kuwa rafiki wa Jeffrey Epstein, lakini amekuwa akisema kila mara kwamba hajui chochote kuhusu biashara haramu ya wanawake pamoja na unyanyasaji uliofanyika na kuvunja uhusiano wao miaka mingi iliyopita. Katika barua pepe za kutoka Aprili mwaka 2011, miaka mitatu baada ya Epstein kukiri kujihusisha na biashara ya ngono, Epstein alimwandikia rafiki yake wa karibu Ghislaine Maxwell, na hapa namnukuu: "Nataka utambue kwamba mbwa ambaye hajabweka ni Trump. Virginia alikaa kwangu kwa muda mrefu pamoja naye." Mwanamke anayetajwa hapa ni Virginia Joffrey, ambaye alijiua mapema mwaka huu, lakini alikuwa amesema mara kwa mara kwamba rais hakuhusika katika kosa lolote na hangeweza kuwa mkarimu kwake. Wanachama wa chama cha Democrats katika kamati ya bunge inayochunguza uhalifu wa Epstein wanashinikiza kutolewa kwa stakabadhi zaidi, na sasa wanaungwaji mkono wa kutosha kulazimisha kura. Tunafuatilia ushahidi tu. Tunataka ushahidi wote kamili. Tunataka kujua jinsi Jeffrey Epstein alivyoendesha biashara hii ya uhalifu na ni nani aliyehusika. Jina la rais lilijitokeza na limejitokeza mara nyingi awali na labda litajitokeza tena. Yeye ndiye anayezuia kutolewa kwa faili hizo. Kwa hivyo ndivyo rais wa Marekani anavyohusika katika hili. Nitasema kwamba hakuna ushahidi wa makosa katika faili hizi zilizopatikana humo na rais mwenyewe. Lakini nitasema kwamba rais ana faili nyingi ambazo ameziweka, ambazo anaweza kuzitoa hata kesho na kumaliza maswali mengi yanayoulizwa. Hivyo ndivyo anavyopaswa kufanya. Katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, Rais Trump alidai wana Democrats wanatumia faili za Epstein kuficha jinsi walivyofanya vibaya. Hata hivyo, ikulu ya White House imeelezea hatua hiyo kama taarifa za uongo zilizotungwa kumkashifu rais. Huu ni ulaghai uliotengenezwa na chama cha Democrat. Kwa sasa wanalizungumzia hili ghafla kwa sababu Rais Trump yuko katika ofisi ya rais ya Oval, lakini wakati Joe Biden alipokuwa hapo, Democrats hawakuwahi kuzungumzia hili. Halikuwa swala walilojali. Nyaraka hizo pia zinamrudisha Andrew Mountbatten Windsor kwenye uangalizi. Alisisitiza kwamba hakumbuki kukutana na kupiga picha na Virginia Joffrey, mwanamke aliyesema alilazimishwa kufanya ngono na Duke wa zamani wa York mara 3. Lakini mwaka 2011 Epstein aliandika, na hapa namnukuu: "Ndiyo, alikuwa kwenye ndege yangu na ndiyo alipigwa picha na Andrew kama wafanyikazi wangu wengi walivyopigwa naye." Mwisho wa nukuu. Wajumbe wa kamati ya usimamizi wa baraza la wawakilishi sasa wanamhimiza Andrew kujibu maswali kuhusu anachokijua, wakiongeza kwamba si lazima pande ndege, lakini anaweza kutoa ushahidi kupitia njia ya mtandao. Mwanamfalme huyo wa zamani amekuwa akikana makosa yote, lakini kwa kuwa na faili nyingi zaidi za Epstein zinazotarajiwa, ni wazi hili ni suala ambalo halitaisha.